Ndugu zangu wajasiriamali, mnakumbuka mimi mwenyewe binafsi nilipita kuwaomba kura na nikatoa ahadi zangu ya kuwa na nyinyi. Uongo kweli? Sasa ndugu zangu, leo nimekuja kwenu kwa minajili mizima ya kuzungumza na nyinyi baada ya kutokea sintofahamu 2-3 ili tuwekane sawa. Hiyo moja, lakini pili, tupeane mipango mkakati ya namna gani ya kuendesha biashara zetu hapa Gongo la Mboto. Uendeshaji wa biashara inawezekana ikawa ni biashara huria, lakini upangaji na utaratibu ni muhimu, na ndiyo maana katiba ilitoa muundo moja na uendeshaji wa serikali. Kwa mfano, mbunge wangu Mheshimiwa Bakari Shingo tulimchagua na sasa yeye yuko bungeni, atakuwa kwa miezi 3. Mimi niko hapa na nyinyi kwa mwaka mzima, nitawakilisha pale halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Na hivyo ndivyo nyinyi wa machinga tunatakiwa tukae vizuri ili tutengeneze mustakabali mzuri wa uongozi pamoja na uendeshaji wa biashara zetu hapa Gongo la Mboto. Machinga oye, oye. Wa machinga oye. Hivyo basi, naenda kufungua kikao hiki. Mwenyekiti wa serikali ya mtaa amefika, mzee wangu Mwaruko, karibu sana. Tunaenda kufungua kikao, lakini awali ya yote tunakwenda kuwa na mjadala, na nategemea uwe mjadala wa kujenga na sio kubomoa. Wamachinga oye, wamachinga safi. Hivyo basi tutakwenda kwa ustaarabu, tutatoa hoja zetu, tutaanza na malalamiko, alafu tutakuja kwenye mjadala, baadaye kwenda kwenye majumuisho.